الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tutasameana kwa sababu maneno yanayotoka nje ya kitabu yanakuwa ni mengi kuliko yaliyoko ndani ya kitabu. Lengo tuweze kufaidika zaidi. Kwa hiyo kwenye mlango uliopita wa alwala walbara kuna pointi ambazo zilibaki ambazo za kuweza kujumuisha somo ambalo tuliolisoma kwa ufupi. Nilipenda tuzipitie maneno ya Imam Fawzan rahimahullah na maneno ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah, ili tuweze kuweka wazi somo letu ambalo limesomwa. Tumesoma somo lililopita kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, lakini Sheikh Uthaymeen amegawa aina ya mapenzi, namna ya kupenda katika aina tatu au hali tatu ambazo zinaweza zikajitokeza katika kupenda au kuchukia. Amesema aina ya kwanza, man yuhabbu jumla, ni yule mtu ambaye anayependwa moja kwa moja, ni 100% anapendwa. Anayependwa 100%. Anasema ni yule mtu ambaye man amana billahi, ni yule ambaye amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli, lakini wa rasuli, na kaamini mtume, wa aqama bishara'i lislami, na akasimamisha sheria za Uislamu, ilman wa amalan wa i'tiqadan, kwanza kwa elimu alionayo, lakini kwa utendaji wake alinaofanya, lakini na kwa itikadi aliyokuwa nayo, ana itikadi iliyo sahihi. Lakini wa akhlasa a'malahu, na akawa ametakasa matendo yake, yani matendo yake anayafanya kwa ajili ya Allah. Wa af'alahu lillahi, na matendo yake anayafanya kwa ajili ya Allah, na akawa ni mwenye kunyenyekea maamrisho ya Allah na akajiepusha na makatazo. Kwa hiyo mtu huyo, Sheikh Uthaymeen anasema huyo mtu anapokuwa hivyo, basi huyo anapendwa moja kwa moja, yani 100%, mwenye imani ya kweli. Lakini wa pili ni yule anayependwa min wajhi wa yubghadhu min wajhin akhar. Wa pili ni yule anayependwa upande, lakini akachukiwa upande mwingine, yani upande mmoja akapendwa na upande mwingine akachukiwa. Akasema wa huwa almuslimu alladhi khalata amalan saliha wa akhara sayyi'a, ni yule mtu ambaye amechanganya matendo mema na mabaya, yani huko anafanya matendo mema, lakini upande mwingine anafanya matendo ambayo hayaridhii Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hapo wanaweka angalizo, kama itakuwa mfano ni mubtadi, isiwe bid'a ya kumtoa katika Uislamu, kwa sababu katika kugawa wamegawa bid'a ambayo inaweza ikamtoa mtu katika Uislamu, lakini kuna bid'a ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Na hapo linaweza likajibiwa swali ya yule ambaye ameuliza kuhusiana kuhudhuria
swala au jeneza ya mtu ambaye ni mubtadi'. Sasa wanachuoni wakasema iwapo huyo mtu ambaye atakuwa ni mubtadi' lakini bid'a anazozifanya ni bid'a za kumkufurisha, kumtoa katika Uislamu, basi huyo atafanyiwa muamala kama kafiri. Kwa ina maana huyo jeneza lake haijuzu kuhudhuria na kumsalia. Lakini itakapokuwa huyo mubtadi' ana bid'a ambazo si za kumtoa katika Uislamu, ana bid'a hizi za kawaida, wakasema iwapo wewe unaenda kule kwa ajili tu ya kuweza ima kupunguza ule munkari au kumnasihi kutokana na ule munkari bid'a anazifanya, basi utaruhusiwa kwenda kuhudhuria, utaruhusiwa kumsalia. Lakini kama wewe hauendi kuhudhuria kwa ajili ya kupunguza au kuondoa munkari, basi wamependekeza wanachuoni kuwa hakuna haja ya kwenda kuhudhuria katika maeneo haya. Wallahu a'lam. Kwa hiyo ya pili ni yule mtu ambaye anapendwa upande katika yale mema anayoyafanya, lakini anachukiwa upande mwingine katika yale mabaya anayoyafanya, maana amechanganya mema na mabaya. Kwa hiyo anasema huyu mtu atapendwa biqadri ma ma'ahu min khairin, atapendwa kwa ile kiasi cha yale mambo mazuri aliyokuwa nayo, yani kwamba ile imani aliyokuwa nayo atapendwa kwa hiyo imani yake. Lakini wayubghadhu biqadri ma ma'ahu min sharri, lakini atachukiwa kwa yale matendo mabaya anayoyafanya. Huyo ni mtu wa pili. Zipo dalili lakini si wakati wa kuzitaja. Mtu wa tatu, man yubghadhu jumla, ni yule anayechukiwa moja kwa moja, yani huyo hana sehemu ya mapenzi ya kiimani. Ni mtu gani? Wa huwa man kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, ni yule ambaye amemkufuru Allah na mtume wake na vitabu vyake na malaika wake na siku ya mwisho. Maana huyu atakuwa ni kafir, huyu hapaswi kupewa mapenzi ya aina yoyote ya kiimani. Sasa tusichanganye pale Allah aliposema la yanhakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fi ddini wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim, mkachanganya mapenzi hapa. Huu ni muamala wa kidunia, sio muamala wa kiimani. Hapo ndio inafika mahala tunachanganya na si tunajichanganya, inafika tunashirikiana nao katika sikukuu zao za Christmas, sikukuu zao ambazo zinatokea za mwaka, kwa sababu wakati mwingine kupimia katika aya hii, lakini hii haingii katika aya hii. Kwa nini? Kwa sababu wao wanayafanya yale ni itikadi, na sisi tunayafanya katika Uislamu ni itikadi. Pale Allah aliposema ndani ya Qur'an, lakum dinukum waliyadin, mna dini yenu na mimi na dini. Kwa hiyo ile aya ni katika muamala wa kidunia, lakini katika upande wa mapenzi kama mapenzi, upasi kumpa mapenzi ya kiimani kama imani, inakuwa hana nafasi ya jambo hilo. Kwa hiyo hawa ni watu watatu ambao namna ya kuwapenda ni hiyo wa kupendwa moja kwa moja. Wa pili ni huyo kupenda kwa kadri alichokuwa nacho katika imani, lakini na kuchukiwa kwa kiwango alichokuwa nacho katika maasi. Lakini watatu ni ile wa kuchukiwa moja kwa moja, ambaye ni kafiri, ambaye amempinga Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo, kwa haraka, katika upande alwara wal bara, kuna vitu ambavyo ameelezea Sheikh Uthaymeen, singependa kuviacha kwa faida. Alwara wal bara ina nafasi kubwa sana katika kutengeneza imani, katika kutengeneza Uislamu. Amegawa akasema moja katika faida ya alwara wal bara, alwala wal bara, anasema juz'u min shahadati tauhid, ni sehemu katika
shahada ya tauhid, yani ya la ilaha illa Allah, ni sehemu katika kutengeneza tauhid ya la ilaha illa Allah. Kwa ina maana anaposema njuzu katika kutengeneza shahada, anasema baraatu min kulli ma yu'badu min dunillah, ni kule mtu kuwa mbali na kila jambo ambalo linaloabudiwa tofauti na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ina maana wewe unaposema kuwa ninapenda kwa ajili ya Allah, ninachukia kwa ajili ya Allah, basi lazima uchukie kila ambacho kinachoabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pale Allah aliposema ani'budullaha wajtanibu taghut, pale Allah aliposema muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na ujiepushe na nani? Na taghut. Taghut ni kila kinachoabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili akasema awthaqu ura al-iman, awthaq ura al-iman, anasema ni nguzo iliyo madhubuti ya kutengeneza imani. Alwara walbara ni nguzo iliyo madhubuti ya kutengeneza imani. Lakini anasema wa shartu li sihhatihi, na ni sharti ya kusuhisha imani. Yani alwara walbara ni nguzo madhubuti ya kutengeneza imani, lakini ni sharti ya kusuhisha imani. Yani miongoni mwa vitu ambavyo vinatengeneza alwara walbara, alwala walbara ni mtu kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Pale Mtume aliposema awthaqu ura al-iman, nguzo ambayo ni madhubuti ya iman, almuwalatu fillahi, ni kule kupenda kwa ajili ya Allah, walmuadatu fillahi, kule kuchukia kwa ajili ya Allah, walhubbu fillahi, na kupenda kwa ajili ya Allah, walbughdu fillahi, na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ambayo ni sahihi. Kwa hiyo alwala walbara ni sehemu ya kutengeneza imani ya mtu. Lakini jambo la tatu, sabab litadhawuqi alqalbi halawati aliman, ni sababu ya moyo kuonja utamu wa imani. Unapokuwa unapenda kwa ajili ya Allah na ukachukia kwa ajili ya Allah, ni sababu ya moyo kuonja utamu wa imani. Pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema thalathun, mambo matatu, man kunna fihi, mtu mwenye kuwa katika mambo hayo, wajada halawata al-iman, atapata utamu wa imani. Moja, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Moja akasema ni pale atakapokuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapendeza zaidi kuliko vitu vingine asiyekuwa Allah na mtume wake. Na itakapokuwa Allah kwako ni namba moja, mtume ni namba mbili, hao wanapendeza zaidi kwako kuliko na mzazi, kuliko na mtoto, kuliko mtu yoyote, basi anasema utapata utamu wa imani. Kia akasema waman ahabba abdan, na yule atakayempenda mja, la yuhibbuhu illa lillah, asimpende isipokuwa akampenda kwa ajili ya Allah. Waman yakrahu an yauda fil kufri, na jambo lingine, yule anayechukia kurudi katika ukafiri, baada an anqadhahu Allah, baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa kumtoa katika ukafiri akawa ni Muislamu, basi anasema mtu mwenye kuwa mambo hayo atapata utamu wa imani. Kama yakrahu ay yulqa fi nari, kama anavyochukia kutupwa ndani ya moto. Kwa hiyo mahallu shahid, waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah, mwenye kumpenda mtu hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya maslahi, si kwa ajili ya nini, kwa ajili ya Allah subhanahu
wa ta'ala. Kwa unapata utamu wa imani. Na jambo la 4, annahu bitahqiqi hadhihi alaqida, kwa kudhibiti akida hii ya kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, yastakmilu al-iman, imani inakamilika. Moja katika jambo ambalo linakamilisha imani ni kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Mtume anasema man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmara al-iman. Anasema mwenye kupenda kwa ajili ya Allah, akachukia kwa ajili ya Allah, akatoa kwa ajili ya Allah, akazuilia kwa ajili ya Allah, basi kufanya hivyo ndio kukamilika kwa imani. Kwa hiyo yote hayo yanatengeneza imani. Lakini ya 5 akasema annaha, hiyo kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, anasema silatu allati ala asasiha, ni kiunganishi ambacho juu ya kiunganishi hicho msingi wake yaqumu almujtama'u alislami, jamii ya Kiislamu inasimama. Ya mnapopendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah, jamii inasimama. Anajulikana Muislamu ni nani, anajulikana mwanabid'a ni nani, anajulikana mshirikina ni nani, basi jamii inasimama pale. Mtume anasema la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hadithi ambayo ni maarufu tunaijua. Hiyo nilipenda kuimalizia katika upande huo. Mlango unaofuata ni mlango wa 17, tukiwa ukingoni, kubainisha aqida ya Ahlusunna wal Jamaa fi ijtimai ala din, kukusanyika katika dini. Yani hapa anakusudia kuwa ni wamoja. Kwa hiyo ndio mlango ambao tunaosoma, ambao kwa ujumla wengi wamepotea katika njia hiyo, na wengi wamejitengenezea fikira zao na njia zao na vikundi vyao, wakaviita ni vya umoja. Kwa hiyo itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa katika kusanyika katika dini moja, tunaposema kusanyika katika dini tunakusudia nini? Ili jambo ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelijibu yeye mwenyewe ndani ya Qur'an pale aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah kalijibu wa'tasimu, shikamaneni, bihablillah, na kamba ya Allah. Sasa tunaposema kamba ya Allah, kwa namna walivyo tafsiri, kuna ambao wasema kamba ya Allah kitabullah, kitabu cha Allah. Sasa unapotaja kitabu cha Allah, hauwezi ukaacha hadithi za nani? Za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hivi vinaenda pamoja. Unapotaja Qur'ani na hadithi za Mtume zitakuwa ziko pembeni, kwa sababu ni daraja ya pili katika kutengeneza sheria baada ya Qur'an. Kwa hiyo na tunaposema kushikamana katika dini, maana yake ni kushikamana na kamba ya Allah, kushikamana na Qur'ani, kushikamana na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kutokana na hilo, umoja wowote ambao anautaka kutengeneza mtu aupimie katika Qur'ani na Sunna, sitakuwa umemaliza. Ikitokea imetokea dharura yote hapa, darasa limesimama, somo itakuwa limeeleweka. Somo itakuwa limeeleweka. Kuwa umoja unaotaka kuutengeneza, utengeneze kwa kutumia vitu vingapi?
viwili, Qur'ani na nini na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, umemaliza. Kumbe inawezekana wewe kama una vyama, umekuja hapa una vyama, ukirudi nyumbani ukakaa ukavitazama kuwa hapa hakuna kitabu na sunna, utafika unavunja. No. Sivyo? Unajua kwenye Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna dina yusrun, dini ni nyepesi. Kwa nini nyepesi? Kwa sababu tuna misingi ambayo Allah ametuwekea, ni Qur'ani na nini na sunna. Jamani, tumeelewana? Najua hapa nyote mna vyama wengi kama 70% mnavyo vyama. Kuna vile vya wananzengo, vipo. Wewe nenda tu, ni kwamba hakuna haja hata ya kuvitaja. Wewe nenda tu uvitazame, kama utakuta vinaenda kinyume na kitabu na sunna, wewe toka. Lakini kuna mtu mwingine anasema, jamani, sisi tunaishi vijijini na lazima tuwe na vyama. Mtu unapopata msiba, nani atakusaidia? Kwani Mtume hajafiriwa? Maswahaba hawajafiriwa? Walikuwa na vyama hivyo? Walikuwa na wananzengo? Twende pole. Mtume afiria, hajafiriwa? Na maswahaba wajafiriwa? Je, walikuwa na hivyo? Kuna dalili yote ambayo unaweza ukaniambia kuwa Mtume alikuwa na chama cha kijamii? Ipo dalili? Labda hata ile ambayo ni dhaifu haipo. Mimi kuna mfano ambao huwa naufanya, usema wewe utakaposhikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale utakapopatwa na jambo utapata watu kama wewe. Unajua wanadamu ni kama unavyoona makundi ya ndege. Kuna ndege ambao hawachanganyikani, hata wakiwa wako juu ni wao tu. Kuna wale ndege ambao ni weupe, si wanaitwaje wale? Nyange. Hivyo unaweza ukakuta kuna ndege mwingine tofauti na wao. Sasa huyo ndio mwana sunna huyo. Huyo ndio mwana sunna. Hawachanganyikani, wanakaa kivyao tu wenyewe. Sasa huyo ndio mwana sunna. Na wanajuana. Wakiamua kupaa wanapaa wote wao. Wakiamua kushuka na kuta wako wanavaa nini? Na wewe utapata watu kama wewe namna ulivyo. Yaani itokee hata jambazi afariki, wewe afikia nauza akakosa majambazi wenzake wa kumzika, atauzia pale? Si watamzika? Watamzika watu kama yeye. Yaani hata nyote mkipita mkaondoka, itatokea mtu anasema, jamaa huyu mwenzetu huyu, twende tukamstiri. Wataenda watamstiri. Kwa nini? Kwa sababu aliyekufa wana wale waliokuja kumstiri wanafanana. Sasa kwa nini uhangaike na kutafuta vyama? Kuna siku moja nilikuwa nafuatilia vyama, utazame vilivyokuwa na kubagua dini. Kuna vyama wanakuambia ukiingia hauruhusiwi kumsaidia yule ambaye hajaingia, na iwapo utaingia ukamsaidia unapigwa faini. Sasa hivyo ni vyama gani? Lakini vyama hivyo hata vimesababisha hata bid'a na uzushi. Mtu anapofariki anafanyiwa mambo mangapi? Si mambo manne. Anaoshwa, anavishwa sanda, anasaliwa, anafanya nini? Anazikwa. Jamani, baada ya hapo tawanyikeni mkafanye kazi. Si msiba umeisha? Au kuna kule kukaa kwa ajili ya matanga siku 2 siku 3?
Sisi Uislamu umetengeneza vitu vya kuondoa uvivu, yaani kwamba hii ni aina ya uvivu fulani ambao watu wanafanya nini, wanautengeneza. Sasa hivi mtu anaweza akawa ana aibu ya kusimama akasema jamani, hakuna matanga. Hivi watanielewaje? Kuna siku moja sehemu nilienda, kawaambia tazika mapema, kamaliza, wakanipa nafasi we kama msemaji. Huku nyuma huko nilipokuwa nimeenda wako wanapika, tazika tukamaliza, nikasimama, katoa shukrani, kawaambia jamani, hakuna msiba, tumemaliza, anayetaka aondoke. Hapo nyuma wasema bwana, kuna vyakula huko vinapika, sasa itakuwaje, italiwa na nani? Kasema sisi tumemaliza sheria, masuala ya vyakula ni vingine hivyo, sisi tunaenda kwa mujibu wa sheria, tumezika, tumemaliza, tumewatangazia watu waende kwenye shughuli zao. Na ni kweli wakuondoka, wakafanya nini? Wakaondoka, si msiba umemaliza. Lakini sasa kuna wale ambao tayari wana vyama, wako wanapika, chakula kitaliwa na nani, na walikuwa wamepika kilo 100. Sasa wakanipa jina, wakaniita mjahidi. Kasema afadhali niwe mjahidi lakini nisiwe mubtadi. Kwa nini? Kwa sababu hapa nimesema haki. Sasa nikapewa jina hilo. Nikienda kwa nasema mjahidi amekuja. Nikiingia kwenye mazingira basi nasema kama ni harusi, wasema leo mambo hayaendi vizuri. Na ni kweli haendi vizuri. Unajua nimesema unapojitangaza ukajulikana haupati tabu kwenye jamii. Na kwa hiyo yatakidu ahli sunnati wal jamaa wujubu al-i'tisam, wajibu wa kushikamana bihablillahi, na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala jami'an, wa hurmata al-iftirat, na uharamu wa al-iftirat. Iftirat ni kule kutengeneza makundi. Na haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyabashiria. Kuyabashiria sio kwamba wewe uyashikirie. Kuna hadithi ambayo tulisoma mwanzoni, Mtume anasema la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadhwa an-na'li bin-na'li, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikaja riwaya nyingine nasema, ambayo imeelezewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anasema iftaraqatil yahud ala 71 firqa, wamefarikiana mayahudi katika makundi 71. Waftaraqatin nasara, na manasara wamefarikiana ala 72 firqa, makundi 70 ngapi? na 2. Wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa, utagawanyika umma huu wa Muhammad makundi 73. Kia kusema kulluhum fi nari illa, makundi yote yataingia motoni isipokuwa kundi. Maswahaba wakauliza, qila wa man hum ya Rasulullah, ni akina nani hao ambao wataingia motoni, au kundi moja ambao itaokoka? Alijibu kwa maneno mafupi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alisemaje? ma ana alaihi wa ashabi, ni yule atakaye kuwa kama mimi nilivyo na maswahaba. Kwa hiyo hapa Mtume alikuwa anatoa tahadhari ya watu kufarikiana na kutengeneza makundi, lakini hapo anatoa mwelekeo kwa yule atakayekuwa kama mimi nilivyo na maswahaba zangu, basi huyu atakuwa amejiweka mbali na makundi. Ikafikia hadithi moja ikazungumza, kama itakuwa hakuna jinsi, wewe jitenge, uwe peke yako, hata kama ukila nini magome ya miti, lakini usipende kuingia katika bid'a na uzushi.
Kwa hiyo akasema wa hurumat al-iftiraq, na uharam wa kufarikiana, kutengeneza makundi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza katika hadithi ambayo ni sahihi, akasema inna Allaha yarda lakum thalatha, Mwenyezi Mungu anaridhia kwenu mambo matatu, wa yakrahu lakum thalatha, na anachukia kwenu mambo matatu. Moja akasema wa yarda lakum an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a, anaridhia Mwenyezi Mungu nyinyi kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na bila kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ya pili, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, na kushikamana na kamba ya Allah nyote, wala tafarraqu, na wala msifanini, msifarikiani. Hayo mambo mangapi? Matatu. Wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathrat as-su'al wa idha'at al-mal, anachukia kwenu qila wa qala. Si qila wa qala tuite ni yale maneno ambayo hayana isnadi, yale maneno ya mtu kujitungia. Qila wa qala, amesikia yamesemwa. Lakini wa kathrat sual, na wingi wa maswali, wa idha'at almal, na kupoteza mali. Kwa hiyo anaposema wa hurumat al-iftiraq wal ikhtilafi fi dini, ikhtilafi fi dini, na kule kuvutana, kutofautiana katika dini, kwa sababu kutofautiana katika dini vitu ambavyo vinatengeneza makundi. Ndio maana ukitazama iftiraq katika dini, tukawa tumeisema hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ikhtilaf fi din, kuwa ni jambo ambalo halifai kwa ujumla. Lakini akisema qala ta'ala wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah wala msifarikiani. Kwa hiyo msingi wetu ni nini? Ni kushikamana na Qur'ani na sunna za nini? Za Mtume. Mkitengeneza umoja wa hali hii, kwanza mkishikamana na Qur'an na sunna za Mtume, umoja wenyewe utajitengeneza tu, kule kushikamana kwenyewe. Kwa hiyo msingi wa kwanza tujalie kuwa ni huo wa kutengeneza umoja, at-tamassuk bilkitabi was sunna, kushikamana na Qur'ani na sunna. Lakini wakaweka msingi wa pili ambao umetajwa kwenye maneno hayo, wa hurumatal iftiraq, na uharamu wa kufarikiana, ni moja katika msingi wa pili, wal ikhtilaf fi dini, na kutofautiana katika dini. Lakini msingi wa tatu, wayujibuna radda inda tanazu'i ila kitabillahi wa sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam, na wanachukulia kuwa ni wajibu kurejesha mivutano ambayo imetokea kwenye Qur'an na nini na sunna, jambo ambalo limekuwa ni gumu sana kwetu sisi Waislamu. Yani mnapozozana mkashindwa jambo hilo kulirejesha kwa Allah na mtume wake, ujue tayari imetokea nini? Mpasuko. Na kishatokea mpasuko tayari, hapo kama ni kituo kimeparaganyika. Na wanasema miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha mpaka mshindo kuhukumiana na kitabu na sunna, moja katika wanasema mambo mawili. Awalan aljahl, ni ujinga, yani watu kutojua dini ya Allah wanafanya nini. Lakini jambo la pili ni maslahi, ni maslahi. Inaweza kukuta ni maslahi kidogo tu, zile sadaka ambazo zinapatikana msikitini tu, ni kiongozi tu. Wakati mwingine sadaka zinapatikana shilingi 10,000, 20,000. Maslahi tu ni kwamba unaona kutolewa, wewe ni mweka hazina, sema hamna hapa, mpaka tunafika mahakamani. Sasa unajua hapa nikiingia kwenye Qur'ani hapa wananishika, lakini nikiingia kwa naweza nikatoa rushwa.
Lakini kwenye Qur'ani utatoa rushwa utampa nani? Mungu. Lakini unaweza ukatoa rushwa. Kwa nini? Kwa sababu ya maslahi ambayo yamejitokeza. Kwa hiyo aljahlu, ujinga ya watu kutojua dini ya Allah, lakini pili na maslahi, basi ni vitu ambavyo vinavyokuwa ni vigumu sana vinapojitokeza, vinasababisha watu wasirejeshe mvutano ambao umetokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Lakini wa sunnat nabii sallallahu alayhi wasallam, na sunna za mtume zio kwake rehma na amani. Ndio maana utazame maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah, anazungumza na maneno anazungumza, anasema fa'ala kulli mu'minin, ni juu ya kila mu'min, alla yatakallam min ad-din, asizungumze chochote katika dini, illa tabi'an lima jaa bihi ar-rasul, isipokuwa yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yataqaddam baina yaday, wala sija katanguliza kauli yake katika kauli ya mtume au katika kauli ya Allah, akatanguliza kauli yake. Bali yanzuru ma qala, bali atazame alichokisema Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Fayakunu qawluhu tabi'an liqawlihi, basi iwe kauli yake ile ambayo anaifikiria, basi iwe nyuma kauli ya Allah na iwe nyuma kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa amalahu tabi'an li amrihi, na matendo yake anayafanya basi yafuate amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Akasema fahakadha kana sahaba, hivyo hivyo ndo ilikuwa masahaba walikuwa hivyo. Waman salaka sabilahum, na wale waliofuata njia zao masahaba, minat tabi'ina, katika matabi'ina. Walihadha lam yakun ahadun minhum yuaridu nusus, hapa kuwepo yoyote katika masahaba ambaye alikuwa yuaridu, anapinga, anaenda kinyume na dalili. Bimaaqulihi, kwa vile vitu ambavyo vinaingia kwenye akili. Yani akafikiria kwenye akili kuwa hili hapa inaweza ikawa sawa, hata kama ikiwa kuna dalili, basi anachukua yake, anaacha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaaqulihi, yani kupitia kwenye vitu ambavyo kwake anaona vinaingia akilini. Wala yuassisu dina, wala asisi dini yoyote wala kikundi chochote, ghaira ma jaa bihi rasul, tofauti na dini aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani aanzishi jambo lingine isipokuwa anatosheka na yale ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa bihi rasul fa idha arada ma'rifata shay'in, masahaba walipokuwa wanataka kujua kitu minadini, katika dini, wal kalamu fihi, na mazungumzo, kutaka kuzungumza, anasema nadhara fima qalahu Allahu wa rasuluhu, anatazama katika lile ambalo amelisema Allah na mtume wake. Faminhu yatakallamu wa bihi yatakallam, kutoka kwake anazungumza, wa bihi yatakallam, na maneno haya anayazungumza, wa fihi yanzur, na kwenye maneno haya ya Allah ndo anayatazama, wa yatafakkar, na anafikiria. Baada ya hapo wayastaniru, na anapata mwongozo na mwanga wa kile anayotaka kukifanya. Kwa hiyo anatazama, anasema nini Allah, anafikiria katika dalili za Allah, mwisho anaweza kupata kile anachotaka kukifanya na anakifanya. Fahadha aslu hadhihi sunna, fahadha aslu ahli sunna,
na huu ndo ulikuwa ni msingi wa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Kwa hiyo wao walipokuwa wanataka kufanya jambo walikuwa wanatazama Allah amesema nini, mtume amesema nini. Si wao wanakaa wanajipangia na wanaamua wanafanya, amna, walikuwa hawafanyi hivyo. Kwa hiyo kutokana maneno haya Ibn Taymiyyah, kuna haja ya sisi kwenye yale tunayaita kuwa ni umoja, lazima tutazame Allah anasema nini. Lazima tupimie mambo yetu katika misingi hiyo. Tunatengeneza umoja upi tunaotengeneza? Kwa sababu nimesema hakuna kutaja mambo hayo na mengine ambayo tumeingizwa na wenzetu hawa, wakaleta vitu ambavyo havipo na sisi tukawa tumevikubali. Kwa hiyo na sisi tukawa tumeviingia. Kwa hiyo ina maana msingi wa tatu ni kurejesha mambo ambayo ya mzozo na kuvutana kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, lakini Allah akawa ameweka angalizo na tahadhari, akasema wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wala tanaza'u, wala msivutane, fatafshalu, mkaferi, watadhhaba rihukum, zikaondoka nguvu zenu. Kwa hiyo mtakapokuwa mmevutana mkatoka kwenye kamba ya Allah ambao ndio msingi ulio madhubuti wa kuwatengeneza, basi tayari fatafshalu watadhhaba rihukum, mtafeli tu na zitaondoka nguvu zenu. Kwa sababu hata ukitazama, unaposoma historia watu wa tarehe, zilikuwepo dola ambazo zimetangulia, Daula Umawiya, Daula Abbasiya, si Uthmania. Zote hizi ukisoma tu, mwisho ziliparaganyika, wakashindwa kuelewana, mwisho wakawa wametengeneza makundi, mwisho ikawa dola zimefanya nini, zimepoputika, japo zilikuwa zina mapungufu mengi yaliyokuwemo ukipima kwenye kitabu na nini na sunna. Msingi wa nne katika somo letu, hamwezi umoja ukawepo isipokuwa lazima kuwepo na kiongozi. Ta'atul amir, kumtii kiongozi. Na hili limekuwa ni mgogoro kwenye vituo vyetu. Anakuwepo kiongozi haheshimiwi, na wakati mwingine kiongozi naweza akawa haheshimiwi kwa sababu ya mambo ambayo yanajitokeza. Naweza akawa ni mtu ambaye haeleweki, ni mwana sunna au ni mwana bid'a, anajichanganya. Sasa ukashtukia tu kwamba heshima yake inashuka na mvutano unatokea kwa sababu ya mambo kama haya. Lakini kwenye uongozi, ta'atul amir, kumtii kiongozi, ni moja katika msingi wa kutengeneza umoja. Pale Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah, mtiini Mwenyezi Mungu, wa atii'u rasul, na mtiini mtume sallama, wa ulul amri minkum, na wale wenye madaraka juu yenu. Wale ambao wana madaraka juu yenu lazima muwatii. Nasema fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtakuwa mmezozana, mmevutana katika jambo, farudduhu ila Allahi war rasul, lirejesheni kwa Allah na mtume wake. Ishe kwa Allah. In kuntum, kaweka sharti, ikiwa nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu. In kuntum tu'minuna billah, ikiwa nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu, wal yawmil akhir, na mnaamini siku ya mwisho, dhalika khairun, basi hilo litakuwa ni bora mno kwenu, litakuwa ni jambo la khairi mno kwenu, wa ahsanu ta'wila. Kwa ina maana ta'atul amir, kumtii kiongozi, kuna faida kubwa, lakini faida hiyo ameiegemeza katika imani. Ikiwa nyinyi kweli mnamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho,
kasema dhalika khairu, hilo litakuwa ni jambo bora lenye kuwaondoa katika mzozo na mvutano, lakini litakuwa ni tafsiri ambayo ni nzuri. Kwa hiyo kwenye kiwa na umoja lazima ujubu taati al-amir, uwajibu wa kumtii kiongozi. Zipo dalili ambazo zimekuja za kuonyesha kuwa kiongozi lazima atiiwe, mpaka Mtume akasema walau taamma alaikum abdan. Ndio hivyo, yani hata kama ikiwa kiongozi ni dhalili, inafika mahala mfano unaowaongoza wote ni matajiri, wana pesa, wana uwezo, wewe ni maskini, huyo hapa akachaguliwa na Allah, lazima mtii. Moja katika dalili za kuwatii viongozi ni msingi wa umoja, ni hadithi ambayo Ubada bin Samit radhiyallahu anhu anasema daana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alituita Mtume zo kwake rehma na amani, fabayanahu, tukampa bai, tukamuunga mkono. Fakana fima akhadha alaina, ilikuwa miongoni mwa yale mambo ambayo aliyachukua kwetu, an bayana ala sam'i wa ta'a, kuwa tumuunge mkono katika usikivu na utiifu, yani tumsikilize kiongozi anayasema na tumtii kiongozi anayasema, maadamu yale anayasema si ya kuamrisha maasi. Maadamu hajatuamrisha maasi, lazima tumsikilize na tumtii. Lakini nasema as'ala sam'i wa ta'a fi manshatina wa makrahina, katika hali ya uzuri na ubaya, yani katika hali ya uchangamfu hali ni nzuri, na katika hali ya makrahina hali sio nzuri, lazima tumsikilize kiongozi. Wa usrina wa yusrina, katika hali ya ugumu na wepesi, amiri anapozungumza lazima tumtii. Nasema wa atharat alaina, na hata kama ikitokea kiongozi akampendelea mtu mwingine akatuacha, yani mko kwenye kituo, kiongozi ikatokea mfano sadaka ya mwezi wa Ramadhani, akachagua baadhi ya watu akawapa, na akawapa kwa hikma, basi msitoke mkasema kuwa amebagua, hajafanya uadilifu, kama alivyosemwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama ikitokea kiongozi akawapendelea watu wengine akawapa, lakini kwa hekima fulani, naweza ukampa mtu, mathalan ameingia kwenye Uislamu, anajitahidi, anasali, yani kule kuingia katika Uislamu ikatokea sadaka ukampa yeye, wengine usifanye nini? Usiwape. Ina maana huyu umempa ikiwa ni kumvuta, kuzidi kumvuta kuingiza katika nini? Katika Uislamu. Kwa hiyo sio kusema huyu hapa amekuja jana bwana, hajamaliza, sisi hapa ndo tunahangaika na msikiti, halafu amempa huyu peke yake. Hamna, usitoe toa kwa kiongozi. Wa alla nunazi'a al-amra ahlahu illa wa alla nunazi'a al-amra ahlahu, na wala tusiondoe amri kwa mwenye nayo, yani maana tusimwasi kiongozi, kwa sababu unapomwasi kiongozi umekuwa nani? Khawarij, umetoka katika taa ya kiongozi. Yeyote anayetoka katika taa ya kiongozi anaitwa khawarij. Illa, isipokuwa andara kufran bawaha, isipokuwa mtakapoona sasa ana ukafiri wa wazi, yani anafanya ukafiri wa wazi, hapo sasa mnaweza mkajiondoa. Ni hadithi ambayo ni sahihi, na takuwa muda utakuwa umemalizika. Kwa hiyo nipenda katika haya mazungumzo ambayo kuweka masharti ya umoja, kuwa sharti la kwanza
ni kitabullahi wa sunnati rasulullah, ni kitabu cha Allah, kupimia mambo yetu katika Qur'ani na Sunna. Lakini jambo la pili, uharamu wa kutofautiana na kuvutana. Lakini jambo la tatu, kurejesha, ikiwa itatokea kuvutana, basi turejeshe mambo hayo kwa Allah na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sharti la nne, kumtii kiongozi mtakapokuwa mko katika umoja wenu, kumtii kiongozi na kumsikiliza katika hali ya wepesi na ugumu, ili kuweza kulinda umoja huo.